أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Leo inshallah taala tutaanza katika aya mpya ambayo kwamba iko katika suratu Al-Imran aya ya 43. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika aya hii, Bismillahir Rahmanir Rahim, ya Maryamu qunuti lirabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii, aya ya 43 katika sura Al-Imran, anasema kwamba ya Maryamu, ewe Maryam. Yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuwa ni mwenye kumhutubia Maryam moja kwa moja, anamwambia ya Maryamu, ewe Maryam, uqnuti lirabbiki, yani mnyenyekee Mola wako. Uqnuti lirabbiki, mnyenyekee Mola wako, ambaye kwamba huyu Mola wako ni Mola wako mlezi. Wasjudi, na usujudu. Warka'i ma'ar raki'in, na uiname au urukuu pamoja na wanaoinama, yani wanaorukuu. Kabla tuanze, ni kwamba katika aya hii tuna nukta kadhaa. Nukta ya kwanza, tuna mambo matatu ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweza kuyataja katika aya hii. Ya kwanza kabisa, lafzi ya kwanza ni uqnuti, yani mnyenyekee Mola wako. Uqnuti li rabbiki, yani mnyenyekee Mola wako e Maryam. Wasjudi, na umsujudie au na usujudu kwa ajili ya Mola wako. Warka'i, na urukuu au uiname. Katika aya hii tumeona kwamba mambo matatu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweza kuyataja kumwelekea Maryam, ambaye kwamba ni ufanye nini? Umnyenyekee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na msujudie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na uiname, yani urukuu kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masala ambayo kwamba tutakuwa wenye kuongea katika kikao hiki, tutakuwa ni wenye kuangazia kwanza nini maana ya kunut kwa wanalugha wetu ambao kwamba ni wamebobea katika lugha. Nini maana ya kunut? Maana wengi huwa tunataja kunut lakini hatujui maana yake, lakini inshallah taala katika kikao hiki tutakuwa ni wenye kuangazia maana ya kunut. Hiyo ni ya kwanza. Alafu pia tutakuwa ni wenye kuangalia kwamba kuna mtu anaweza kuja na shubha. Kuna mtu anaweza uliza swali kwamba katika sala kama sala tunajua tunatanguliza rukuu kisha tunakuja na sajda, lakini katika aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweza kumwambia Bibi Maryam kwamba wasjudi, na umsujudie Mola wako. Wasjudi, na usujudu. Warka'i, na urukuu. Yani ameanza na kusujudu kisha akakuja na kurukuu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu hapa amefanya kitu kinachoitwa takdim wa taakhir, yani kutanguliza kusujudu na kuchelewesha kurukuu. Je, hii itakuwa ni kinyume na yale ambayo kwamba sisi tunayajua? Maana wakati ambapo kwamba tunaswali tunapata kwamba tunaanza na rukuu kisha tunakuja na sajda. Kwa hivyo katika kikao hiki tutakuwa wenye kuangalia pia nukta hiyo, lakini hatutakuwa wenye kuingia ndani zaidi, bali tutakuwa wenye kuja na majibu ambayo kwamba ni majibu inaendana na akili. Sasa katika nukta ya kwanza ambayo kwamba ni al-qunut. Qunut taban hii fi'il, yani kitendo hiki ni kitendo ambacho kwamba wanaita wanasarufi kwamba ni al-fi'l thulathi al-mujarrad, yani ni kitendo ambacho kwamba ni cha asili ambaye kwamba herufi zake ni tatu na hazijakuwa ni zenye kuongezwa katika miongoni mwa
asili za herufi yake chochote, yani haijaongezwa na chochote. Ndio maana tunasema ni alfi'lu thulathi almujarrad. Inatokana na fi'l gani? Qanata. Qanata yani mizani yake ni au wazni yake ni fa'ala. Fi'l mudhari itakuwa ni yaqanutu yaf'ulu. Fi'l amri itakuwa ni uf'ul yani uqnut. Ndio Mwenyezi Mungu anasema uqnuti, yani ikiwa tasoma kuanzia kwa Bibi Maryam, wakati Mwenyezi Mungu aliposema kwamba ya Maryamu qunuti, hatutakuwa wenye kutamka hiyo hamza kwa ajili hamza wanasema kwamba ni hamzatul wasl, kwa hivyo hatuwezi tamka. Lakini wakati ambao kwamba tabaki peke yake, itakuwa wenye kusoma peke yake, hivyo tutakuwa wenye kusoma uqnuti. Uqnuti katika mizani gani au katika wazni yake ni uf'uli. Kwa hivyo uqnuti. Na tabani hii uqnuti ni miongoni mwa ni fi'lu amr, yani ni kitendo ambacho kwamba kinachoamrishwa, yani sujud, yani mnyenyekee Mola wako. Lakini sasa fi'lu amri hii ya mukhataba, ya yule ambaye kwamba anayehutubiwa, mtu wa pili mwanamke, ni kwamba yuhdhafu nun, yujzamu bihadfi nun, yani najazimishwa kwa kuondolewa nini? Nun. Kwa nini? Kwa ajili hii fi'l ni miongoni mwa af'alul khamsa, na af'alul khamsa turfa bi thubuti nun wa yujzamu au tujzam bi hadfi an-nun. Kwa hivyo ndio maana Mwenyezi Mungu anasema uqnuti. Kwa hivyo ala kulli hal ni kwamba tunataka saizi tujue hii qunut, kama qunut nini maana yake, lakini hatutaenda katika vitabu vingi, tutakuwa na wenye kuangazia katika kitabu cha Ibn Mandur. Ibn Mandur ni mwenye kitabu ambacho kwamba kinaitwa Lisanul Arab. Ni kitabu ambacho kwamba kinajulikana na kinaheshimiwa kwa baina ya wanazuoni. Anasema kwamba Ibn al-Mandur, kalima al-qunut, yani neno qunut, yani katika hicho kitabu iko na maana, yani iko na maana kadhaa, haina maana moja. Ni lafzi ambayo kwamba iko na maana mengi sana, tena sana. Kwa hivyo mtu asiseme kwamba iko na maana moja basi tutosheke. Sasa tutakuwa ni wenye kutaja hizo maana, alafu tutarudi katika aya tuangalie Mwenyezi Mungu amekusudia nini hapa akisema uqnuti. Kwa Kiswahili tutasema na mnyenyekee, lakini tutaangalia, je, lafzi ambazo kwamba tutakuwa na wenye kuzitaja itaendana na hiyo maana ama haitakuwa na wenye kuendana na hiyo maana ya kunyenyekea. Anasema kwamba al-maana al-jawhari, yani maana ya asili na msingi ni at-taa, ni kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani anasema kwamba al-aslu fil qunut, yani asili katika maana ya qunut. Wakati ambao kwamba tunaposema qunut, nini maana yake? Huwa taa, ni kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yuqal, inasemekana kuwa yani katika lugha kwamba qanata, yani ni fi'li yake madhi, fi'l madhi. Fi'l mudhari ni yaqnutu, ambapo kwamba wazni yake ni yaf'ulu. Qunutan ni masdar ya hii yaqnutu. Sasa nini maana yake? Yani maana yake ataa Allah. Kwa hivyo ukisema qanata, yani maana yake nini? Ataa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minhu qawluhu, Ibn al-Mandur anasema, na miongoni mwa mifano ya aya hii au ya maneno haya ambayo kwamba sisi tumesema kwamba qanata, yani maana yake ni alimtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Miongoni mwa mfano wake ni nini? Wa man yaqanut minkunna lillahi wa rasuli. Amekuja na hii aya ambayo kwamba anasema man yaqanut minkunna lillahi wa rasuli, ambayo kwamba maana yaqnut hapa ni wa man yuti Allah minkunna au man yuti minkunna lillahi wa rasuli. Hiyo ni maana ya kwanza. Kwa hivyo ala kulli hal, tukirudi katika aya alafu tuendelee na maana zingine. Tukirudi katika aya, ikiwa tutachukua hiyo maana ya kwanza ambayo kwamba ni maana ya msingi, vile Ibn Mandur anasema, ni tutasema hivi: ya Maryam, Maryam, uqnuti li rabbiki, yani atii rabbaki wasjudi warka'i ma'ar rakin. Kwa hivyo maana ya kwanza itakuwa ni maana hiyo ya taa. Unaweza badilisha usema uqnuti, maana yake hapa ni kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Neno ya pili ni tulul qiyami fi salah, ni kusimama, yani ni kurefusha kusimama katika sala, yani ni kusimama kwa muda mrefu katika sala.
min ashhur, anasema min ashhuri maani alqunut, miongoni mwa maana ya qunut ambayo kwamba ni mashuhuri na inafahamika na inajulikana, huwa ni italatul qiyami fi salah, ni kurefusha kusimama katika sala, yani ni kusimama kwa muda mrefu katika sala. Wakati ambao kwamba unaposali qiyam yako iwe ni qiyam, sio ile qiyam fupi, yani qiyam ambayo kwamba ni muda mrefu. Sasa ndio inajulikana kuwa ni nini, ni qunut. Kwa hivyo fi hadithi sharif anakuja na mfano Ibn al-Mandhur, anasema fi hadithi sharif, na katika hadithi tukufu katika maana hii ambayo kwamba tumesema, yani tulul qiyami fi salah, yani kusimama kwa muda mrefu katika, au kurefushaji wa kusimama katika sala. Anasema kwamba afdalu salati, yani imepokewa katika hadithi tukufu, afdalu salati, yani sala bora ni nini, tulul qunut. Afdalu sala, yani sala bora zaidi ni ile tulul qunut, yani iko na qunuti ndefu. Sasa anasema wal maqsudu huna, na makusudio hapa ya qunut ni nini, tulul qiyami lilqiraa wadhikr, ni kusimama kwa muda mrefu kwa sababu ya nini, kwa sababu ya qiraa, kwa sababu ya kusoma, yani mathalan kusoma alhamdu, unakuja na alhamdulillah rabbil alamin, kisha unakuja na sura, kisha unakuja na dhikr na vitu kama hivyo. Kwa hivyo ndio anasema wal maqsudu huna, na kinachokusudiwa hapa katika nini, katika hii afdalu salati tulul qunut, hii alqunut inayokusudiwa nini, almaqsudu huna, yani makusudio yake hapa tulul qiyami lilqiraati wadhikri, ni kurefusha kusimama, lilqiraa kwa ajili ya kusoma, wadhikri na kwa ajili ya kumtaja nani, Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni maana ya pili. Kwa hivyo ikiwa sio kwamba tunaleta maana, lakini ikiwa tutasema kwamba maana ya pili ni hiyo, hebu turudi katika aya hii tuangalie, je, muradi ni hiyo, yani maana almurad, yani maana ambayo kwamba inatakikana katika aya hii, wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomwambia ya Maryam uqnuti, ewe Maryam uqnuti, mnyenyekee Mola wako. Je, ni maana ya pili ilikuwa inatakikana hiyo? Yani maana ya pili ni nini? Refusha kusimama kwako katika swala kwa ajili ya dhikri na kwa ajili ya kusoma. Je, itakuwa maana yake ni hiyo? Inshallah Taala tutakuja kuangalia baadaye. Halafu maana ya tatu ya maana ya qunut ni nini? Al-imsaku anil kalam, ni kujizuia kuongea. Al-imsak anil kalam ni ile mtu kujizuia kuongea, ndio maana ya tatu ya nini, ya al-qunut. Anasema dhakara Ibn Mandhur, ametaja Ibn Mandhur anna al-qunuta, ya kwamba qunut yaati bimaana, inakuja kwa maana ya nini, as-sukut, inakuja kwa maana ya kunyamaza, yani kwa maana ya kuketi kimya. Wastashhad, na akatoa ushahidi, bima, kwa yale ambayo kwamba imepokewa, an Zaid ibn Arqam, yani kutoka kwa Zaid ibn Arqam, huni rajulun sahabi, fi sha'ni nuzuli qawlihi ta'ala, yani katika sabab nuzul ya nini, ya aya hii ambayo kwamba inasema waqumu lillahi qanitin. Sasa qanitin hapa anasema ni nini? Ibn Mandhur ametoa ushahidi kwamba ni kunyamaza na kutoongea. Anasema haithu qala, anasema kwamba kunna natakallamu fi salah, yani Zaid ibn Arqam, imepokewa kwamba riwaya kutoka kwa Zaid ibn Arqam anasema kwamba kunna natakallamu fi salati, yani anasema Zaid ibn Arqam huwa rajulun sahaba mtume, anasema kunna natakallamu fi salati, tulikuwa tunaongea ndani ya sala, hatta nuzilat hadhihi alaya, hadi aya hii ikawa yenye kushuka, fa umirna bisukuti wa nuhina anil kalami, tukawa ni wenye kukatazwa, tukawa ni wenye kuamrishwa kunyamaza, wa nuhina anil kalami, na tukawa ni wenye kukatazwa kufanya nini, tukawa ni wenye kukatazwa kuongea, yani tukaamrishwa kunyamaza katika swala na tukakatazwa kuongea katika swala. Kwa hivyo maana ya tatu ambayo kwamba imekuja katika miongoni mwa maana ya qunut ni al-imsaku anil kalam, ni kunyamaza. Dalili yake ni gani? Ibn Mandhur ametoa ushahidi katika hii riwaya,
ambayo kama imepokewa kutoka kwa Zaid ibn Arqam akisema kwamba tulikuwa tunaongea ndani ya sala na tulikuwa hatunyamazi, yani tulikuwa tunaongea kawaida hadi aya hii ikashuka, waqumu, nasimameni kwa ajili ya Mola wenu, qanitin. Sasa qanitin hapa ni swamitin, hali ya kuwa mmenyamaza. Inshallah taala, ikiwa ni maana ni hiyo, ikiwa maana yake itakuwa ni hiyo. Sasa maana ya nne ya qunut, baada ya kuona maana ya kwanza ni kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maana ya pili ni kusimama kwa urefu, yani kurefusha kusimama, kurefusha qiyamu. Maana ya tatu ni kunyamaza. Alafu maana ya nne ya qunut ni nini? Ni ad-du'a, ni dua. Anasema yutlaqul qunutu ala duai, yani pia hii qunut inapatiwa maana ya dua. Yani dua iko na maana ya qunut, au qunut iko na maana nini? Iko na maana ya dua. Lakini wapi? Fi salati, katika sala. Sawaun kana duaan bil khair, sawa imekuwa ni dua ya khair au kuendelea. Wa minhu, na katika hiyo pia duaul qunut, kuna dua ya qunut ambayo kwamba inajulikana kwamba ni dua ambayo kwamba inaletwa au mtu anasoma katika sala ya nini? Sala subuh, yani vile inavyojulikana sala subuh inaitwa qunut. Taban ala kulli hal, ini rai ya kila mmoja, lakini vile ilivyozoeleka ni kwamba dua ambayo kwamba mtu anasoma katika sala ya alfajiri inaitwa duaul qunut. Sasa ala kulli hal ni kwamba qunut maana yake nyingine ina maana ya nini? Ina maana ya dua. Hii ni maana yake ya nne, ina maana ya dua. Alafu maana ya tano ni alkhudu wal iqrar bil ubudiyya, ni kunyenyekea na kukiri kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye Mola na sisi ni waja wake, yani sisi wote na wote ni viumbe vake, viumbe vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo maana tano ni hiyo, yani alkhudhu, kunyenyekea na kukiri kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye Mwenyezi Mungu na sisi ni waja wake. Anasema yati bi maana alkhushu, inakuja kwa maana ya khushu, unyenyekevu, wa dhul, na ile hali ya kujihisi kuwa mnyonge mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Falmusalli, yani sasa anakuja na mfano, anasema falmusalli, huyo anayesali, yusamma, anaitwa nani? Qanitan, anaitwa ni qanit, anaitwa ni mtu ambaye kwamba ananyenyekea, ni mtu ambaye kwamba ana khushu, lakini kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo mtu akiitwa qanit, ukisikia mtu anasema qanit, yani inamaanisha ni mtu ambaye kwamba ni khashi na ni khadi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hiyo ni maana ya tano ya qunut. Maana ya sita ya qunut ni almudawama ala alibad, ni kuile kudumu katika ibada na kuendelea kufanya ibada. Ni ile mtu kuendelea kufanya ibada na kutosimama katika ibada, ndo ina maana ya nini? Ya qunut. Sasa mtu atakapoitwa qanit inamaanisha ni almudawimu ala alibada, yani ni mtu ambaye kwamba anayedumisha ibada, ndo maana yake hiyo. Yuqalu, anasema kwamba yuqalu, tunasema lilqaim bil amri, kwa mtu ambaye kwamba anayetii amri, kwa mtu ambaye kwamba anayetekeleza amri, almudawim alayhi, yani ni mtu ambaye kwamba anayedumu katika jambo lile, anayetekeleza jambo lile, anaitwa nani? Anaitwa qanit, anaitwa qanit, yani mtu ambaye kwamba almudawim ala al-amr, almudawim ala al-ibada. Faman yudawim ala ta'ati llah, basi yule ambaye kwamba anayedumu na anayetekeleza zile amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala yaqta'uha, na wala hawi ni mwenye kukata zile amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anaitwa nani? Yusamma, anaitwa nani? Qanitan, anaitwa qanit. Kwa hivyo qanit ni yule ambaye kwamba anayedumu katika kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Khulasa ya kila kitu ambacho kwamba tumesema ya maana ya qunut.
Tumesema maana ya kwanza ya qunut ni at-taa, kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Maana ya pili ni tulul qiyam, yani ile kusimama kwa au kurefusha kusimama katika sala, katika ibada. Maana ya tatu ni as-sukut, kunyamaza. Ametegemea dalili gani? Ametegemea riwaya ya Zaid bin Arqam, wakati ambao kwamba Zaid bin Arqam alisema kuna natakallamu fi salah hatta nazala au hatta nazalat hadhihi al-aya wa qumu lillahi qanitin. Hiyo ni ya tatu. Alafu ya nne, maana ya nne ni nini? Ni dua, yani al-qunuti kuna maana ya dua. Maana ya tano ni al-khudhu, kumnyenyekea na kukiri, kumnyenyekea Mwenyezi Mungu na kukiri kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye Mola na sisi ni waja wake. Almudawama ala alibada, ni ile mtu kudumu katika ibada. Kwa hivyo ala kulli hal, wakati ambao kwamba tunapoongea kuhusiana na aya hii, bismillahir rahmanir rahim, ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in, mnyenyekee Mola wako, ni al-khudhu. Ni al-khudhu, yani maanahu at-ta'a, kama vile tutakavyoona mbele insha Allah taala. Hiyo ni nukta kwanza ambayo kwamba tulikuwa tunataka tuongee kuhusiana na maana ya al-qunut, ndio ieleweke. Wakati mtu anapotamka qunut ni lazima ajue kwamba anatamka katika hizi maana sita ama maana zaidi ya sita, anatamka sehemu gani. Akisema qunut anamaanisha nini? Alafu tunaendelea katika saizi, tutarudi katika kitabu cha Tafsirul Amthal. Alafu sasa tuangalie mwenye Sheikh Makarim Shirazi anaongea kuhusiana na nini, kuhusiana na nini katika aya hii. Yani wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema bismillahir rahmanir rahim, ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in, e Maryam, nyenyekea Mola mlezi wako na usujudu na uiname au rukuu pamoja na wanao rukuu. Anasema kwamba ya Maryamu uqnuti li rabbiki, ameanza shekhi na ameanza na kipande hiki peke yake kwamba ya Maryamu, e Maryam, uqnuti li rabbiki, yani nyenyekee Mola wako. Sheikh anaanza anasema kwamba hadhi aya hii takmula ni aya ambayo kwamba inakamilisha nini? Li kalami malaika, ni aya ambayo kwamba inakamilisha maneno ya malaika. Mnakumbuka maneno ya malaika Mwenyezi Mungu pindi ambapo kwamba aliposema katika aya ya 42, pindi ambapo kwamba aliposema bismillahir rahmanir rahim, wa qalatil malaikatu ya Maryamu, na pindi ambapo kwamba malaika walipokuwa wanaongea na bibi Maryam wakisema, wa qalatil malaikatu ya Maryamu inna Allah astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Sasa aya hii ambayo kwamba ni 43 inaendeleza aya ambayo kwamba ni aya ya 43 inaendeleza aya ya 42. Ndio maana anasema kwamba Sheikh kwamba hakika aya hii aya hii ni aya ambayo kwamba inaendeleza aya ya 42. Fabaada an basharaha, baada ya kumbashiria, yani baada malaika kumbashiria nani? Bibi Maryam, bi anna Allah, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala qad istafaha, yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tayari amekuwa ni mwenye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tayari amemfanyia istifa, tayari amekuwa ni mwenye kumteua bibi Maryam au amemteua bibi Maryam. Kwa hivyo ndo anasema Sheikh kwamba baada ya malaika kuongea kuhusiana na hiyo istifa, alana qalu laha, baada ya hapo, baada wao malaika kuongea kuhusiana na istifa, ndo nukta ya pili, qalu laha, wakaanza kumwambia bibi Maryam kwamba alana, saizi, ushkuri laha, kwanza mshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, birruku, mshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kurukuu, wasujud, na kwa kusujudu, walkhudhula, na kumnyenyekea pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, i'tirafan, kwa hali ya kujua nini? Hadhi neema al-udhma, kwa hali ya kujua neema hii tukufu. Neema tukufu ina gani? Kwamba Mwenyezi Mungu, tunakumbuka aya iliyopita wakati malaika waliposema bismillahir rahmanir rahim, wa qalatil malaikatu
ya Maryamu inna Allah astafaki wa taharaki wa astafaki ala nisa'il alalamin. Inamaanisha kwamba hapa kuna istifaa aina mbili, ya kwanza ameteuliwa, alafu ya pili ametakaswa. Sasa inamaanisha kwamba hii ni neema ambayo kwamba Mwenyezi Mungu lau atakapokuja saizi au afan Mwenyezi Mungu atakapokuelezea wewe kama wewe saizi vile tu ulivyo katika maisha hii, kwamba Mwenyezi Mungu amekuteua, Mwenyezi Mungu amekutakasa na Mwenyezi Mungu amekuchagua wewe, hakika hii ni neema, lazima utakuwa ni mwenye kushukuru. Ndio hapa Sheikh anasema kwamba qalu laha, wakamwambia bibi Maryam, al'an saizi ushkurillah, mshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini si kushukuru kivote vile, birrukui, kwa kurukuu, wasujudi, na kwa kusujudu, walkhudhu' la, na kumnyenyekea, i'tirafan bihadhi ni'ma al'udhma, yani kwa kuitambua neema hii, kwa kuijulia neema hii. Anasema nulahidh, Sheikh anaendelea anasema nulahidhu huna, tunalahidhi kwamba katika aya hii anna almalaika, ya kwamba malaika wanakuwa wenye kuongea kuhusiana na vitu vitatu katika aya hii ambayo kwamba inasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Anasema hapa kuna nukta tatu ambayo kwamba malaika wamekuwa wenye kuongea kuhusiana nayo. Ya kwanza al-awwal, ya kwanza ni al-qunutu amama Allah, yani al-qunut, kumnyenyekea, kwa mnyenyekevu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wal kalima, na kalima hii qunut, kama sabaqa, kama vile ilivyotangulia, taani, inamaanisha al-khudu, yani kunyenyekea, wa dawamu taa, na kudumu katika nini, na kudumu katika taa, na kubaki katika taa. Na ndio maana tuliona miongoni mwa maana za al-qunut katika hizo maani za katika kitabu cha Lisanul Arab, tumeona kwamba miongoni mwa maana ni almudawim ala alibada. Kwa hivyo hapa pia Sheikh ni kama ameaid hiyo maana ya almudawim ala alibada katika maana ya qunut. Kwa hivyo hapa alqunut amama Allah ni kuwa mnyenyekevu mbele ya Mwenyezi Mungu, taani alkhudhu wa dawamu taa, inamaanisha kwamba ni kumfanyia khudhu, ni kumnyenyekea na kubaki katika taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hii ndiyo ambayo kwamba ilimpatia sifa bibi Maryam, ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awe ni mwenye kumtii, awe ni mwenye kumteua bibi Maryam na kumtakasa bibi Maryam. Alafu ya pili, athani, nukta ya pili ambayo kama malaika wamekuwa wenye kuongea kuhusiana nayo ni as-sujudu, ni kusujudu. Anasema alladhi huwa aidan, ambaye kwamba kusujudu ni nini? Dalilu al-khudhu'i al-kamil amama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni dalili ya kumnyenyekea kwa ukamilifu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au kuwa mnyenyekevu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alafu ya tatu ni ar-ruku. Kwa hivyo Sheikh ni kama hapa, kabla tuendelee, Sheikh hapa anataka kutupatia signal kwamba anataka kutupatia signal ya kwanza ni kwamba al-qunut hatuna shida, ya Maryam uqnuti, hatuna shida. Lakini Sheikh hapa kitu ambacho kwamba tunaweza kufahamu ni kwamba hapa Sheikh ameanza na sajida, kisha amekuja na nini, kisha amekuja na rukuu, vile ilivyo katika aya. Na hapa pia mtu anaweza sema Sheikh, kweli katika ibada kama ibada ambayo kwamba tutakuwa wenye kujibu ile swali baadaye, katika ibada inafaa mtu aanze na rukuu, inafaa mtu aanze na rukuu kisha malize na sajda. Lakini Sheikh pia wewe umeaid kwamba malaika wameingia kuhusiana na vitu vitatu, ya kwanza ni qunut, alafu ya pili ni sajda, alafu ya tatu ni rukuu. Inamaanisha kwamba inafaa tuanze na sajda kisha tuje na rukuu, ambaye kwamba hiyo tutakuwa wenye kuelezea baadaye inshallah taala. Na miongoni mwa aya ambazo kwamba imeanza na rukuu, imeanza na sajda kisha ikamalizika na rukuu ni aya hii, ambaye kwamba pia lazima inafaa tuichambue na ni kwa nini imekuja hivyo. Halafu ama qauli warka'i ma'ar raki'in, na urukuu pamoja na wanaorukuu,
faqad yakunu ishara, kwa ajili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika aya ya Maryamu, Maryam uqnuti li rabbiki, nyenyekee Mola wako, wasjudi, na sujudu, warka'i ma'ar raki'in, na urukuu na wale ambao kwamba wanaorukuu. Tumemaliza wasjudi, hatuna tatizo. Sasa hapa ni warka'i ma'ar raki'in au wasjudi ma'as sajidin. Hapa anataka kumaanisha nini? Anasema kwamba ama kauli hiyo wasjudi ma'as sajidin haiko katika Qur'ani. Mimi sijasema kwamba iko katika Qur'ani, ni kwamba vile tunaweza katika ta'wil. Anasema ama kauli warka'i na urukuu ma'ar rakiin, na wale ambao kwamba wanaurukuu, faqad yakunu, anasema shekhi kwamba katika kitabu, faqad yakunu ishara ila salati aljamaa, yani wakati Mwenyezi Mungu anapomwambia wasjudi na usujudi, warka'i ma'ar rakiin, na urukuu pamoja na wale ambao kwamba wanaurukuu, faqad yakunu ishara, yani mtu atakaposema hivyo moja kwa moja mtu atafahamu kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka mimi ni swali salatu aljamaa, anataka mimi ni swali pamoja na wale ambao kwamba wanaosali na vitu kama hivyo. Anasema faqad yakunu ishara ila salati aljamaa, huenda ikawa ni ishara ya salati aljamaa. Na pia kuna maulama wengine anasema kwamba hiyo ni ishara ya salati aljamaa, au talab, au inaweza kuwa pia ni kumtaka bibi Maryam iltihaqaha bijumu'i almusallin, yani yeye kuwa ni mwenye kufungamana na kushikamana na wale ambao kwamba wanaosali arrakiina amama Allah, ambao kwamba pia wanaorukuu mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maana yake ikiwa tutakadiria katika aya hiyo, anasema Sheikh ni irka'i ma ibadillahi almukhlisin alladhina yarkauna lillah, yani rukuu pamoja na wale waja ambao kwamba ni mukhlisin, wanafanya ikhlasi, alladhina yarkauna lillah, wale ambao kwamba wanarukuu kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bado hatujajibu swali, ndugu yangu na dada yangu Muislam. Swali ni gani? Swali ni kwamba kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametanguliza wasjudi warka'i ma'ar rakiin? Kwa nini hajaweka hivi warka'i wasjudi ma'as sajidin? Kwa nini kwa nini hajatanguliza rukuu kisha sajda vile tunamuona katika sala? Inshallah Ta'ala katika jibu la hili swali litakuja katika darasa ambazo kwamba au vikao kwamba vinakuja. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.